Sasa bado kuna uhamasishaji kwenye mitandao. Mimi niwaombe tusimame sisi kama Njombe. Sisi kama tunaelewana, tusimame sisi kama nini? Kama Njombe. Hakuna ambaye amefurahia yale yaliyotokea siku ya tarehe ngapi? 29. Kwa sisi sote ni Watanzania. Kwa sababu ni Watanzania, tuijenge Tanzania yetu. Namna bora ya kuijenga hii Tanzania ni kuhakikisha kwamba mkoa wetu wa Njombe unakuwa na utulivu kwa siku zote. Tunachokiomba tu, sisi tunajua kuna watu wanakujaga kwa ajili ya kuja kuchochea ili watu wafanye nini? Wafanye fujo. Tunaombeni mtupatie nini? Taarifa mapema. Tusio na ile tabia ya tukio mtu ameshaondoka ndio tunasema kuna mtu alikuwa kwenye guest fulani, huyu ndo alikuja kufanyaje? Kuchochea. Na sasa sisi tunaendelea na kampeni ya kupita kila guest kukagua, kuangalia wageni ambao wanakuja katika mkoa wetu. Na nyie mnawabeba, unamsikia mtu anaongea lugha ambayo sio ya Tanzania. Kiingereza ni lugha ambayo sio ya Tanzania, lakini wa Tanzania tunaongea Kiingereza. Lakini unaweza kumtilia mashaka kwamba kwa nini huyu mtu anaanza kuniuliza direction kwa lugha ya Kiingereza au kwa lugha ya mataifa mengine, si ndivyo? Anza kutilia shaka hapo. Ukienda baadhi ya nchi, ukifika mgeni, yule mmiliki wa guest anawajibu kutaarifu idara ya uhamiaji kwamba nina mgeni hapa ambaye ni Mtanzania amekuja kwenye nchi yetu kwa 1, 2, 3. Tunaona watu wa idara ya uhamiaji wamefanyaje? Wamefika. Lakini sisi maafisa usafirishaji tunawasafirisha hawa watu na kuwaonesha gesti za kulala. Wengi ni wa mataifa ambayo yanafanyaje? Yanatuzunguka. Sio kila mtu analipenda taifa hili. Kuna watu wengine wanaona amani iliyoko kwa nchi hii imekuwa ni kubwa, wanaona hapana, hii nchi lazima na yenyewe iwe na namna fulani ya kutikisika. Kwa nini hii tu ndio iwe iitwe kisiwa cha nini? Cha amani. Sasa sisi Njombe na Watanzania wengine wanaonisikiliza, tuhakikisha kwamba hii nchi tunaidumisha amani yetu, na sisi kama wananchi ni watu wa kwanza kuhakikisha kwamba nchi hii inakuwa iko nini? Iko salama. Inakuwaje salama? Ni kwa kutoa taarifa kwa polisi mapema unapoona kwamba kuna jambo ambalo linahatarisha amani ya nchi hii, basi utoe nini? Taarifa. Sasa mimi niwatake sasa nyie, kama mimi kama kaka yenu, najisikia aibu sana kuona kwamba miongoni mwa watu ambao watashiriki katika hao matukio ni maafisa usafirishaji. Hasa nyie muwe mabalozi wa wale wengine, si ndivyo? Ili muwafikishie ujumbe kwamba kamanda anatupenda sana na kwamba ametuomba sisi kama maafisa usafirishaji tuwe mabalozi wa usalama wa mkoa wetu huu wa nini? Wa Njombe. Kwa taarifa za aina yoyote tupatieni, na mimi natoa namba yangu ya simu. Nilitoa kwa watu wa bajaji, na hapa atatoa namba yangu ya nini? Ya simu, ambao kila afisa usafirishaji awe nayo. Kwa majina anaitwa Velment Kaunti Msigwa, mwenyekiti wa bodaboda wilaya Njombe, lakini pia nawakilisha mkoa wa Njombe. Tuko hapa kwa ajili ya kulinda amani ya mkoa wetu na nchi yetu, taifa letu la Tanzania. Sisi kama waendesha pikipiki mkoa wa Njombe tunasema kwa pamoja na kwa umoja wetu, sisi amani ndo tunu yetu. Hivyo basi tumekutana leo na jeshi la polisi ili kuelezea na kutufundisha namna gani tunaweza kulinda amani na kuto kuchochea maandamano na kuto kuchochea maandamano kwenye mitandao ya kijamii na kufichua wale wote wanaoshabikia maandamano. Sisi tumejipanga kisawasawa na tunaahidi mbele ya jeshi la polisi kwamba hatutokubali mtu yeyote atudanganye na atushurutishe tuweze kufanya yale anayoyataka yeye. Tunakemea kwa juhudi zote, na tuko na wanachama hapa, tunaendelea kupata semina. Njombe yetu tunataka iwe imara, nchi yetu tunataka iwe imara. Hakuna mitikisiko yeyote ambayo tunaitafuta, kwa sababu hakuna mtu yeyote atakayeweza kuturudishia amani yetu ya Tanzania.